Wahamiaji na wanaharakati wa haki za binadamu wameandamana mjini Rome nchini Italia kupinga makubaliano ya uhamiaji kati ya nchi hiyo na Libya. Wakati wa maandamano hayo, makumi ya wahamiaji kutoka kusini mwa jangwa la Sahara walielezea kile walichopitia nchini Libya, na kimya cha dakika moja kikadumishwa kwa heshima ya wale waliofariki dunia wakijaribu kuvuka bahari ya Mediterania. Mamia ya watu walihudhuria hafla hiyo, akiwemo mwanaharakati Sarita Frattini. Frattini amekuwa akisaidia wahamiaji kuishtaki Italia baada ya kukamatwa kwa bahari ya Mediterania na Libya na kurudishwa katika vituo vya kizuizini katika eneo hilo. Wanaharakati wa haki na wafungwa wa zamani wameshutumu vituo kama hivyo vya unyanyasaji, mateso na uhalifu mwingine. Katika miezi ya hivi karibuni, mashirika yasiyo ya kiserikali yameripoti kuongezeka kwa matukio ya walinzi wa pwani wa Libya kushambulia kwa risasi boti zilizokuwa zimebeba wahamiaji katika bahari ya Mediterania. Na kwengineko, serikali ya Israel imesema kuwa Hamas imekabidhi mabaki ya mateka wa Israel, huku kucheleweshwa kupatikana kwa miili iliyozikwa chini ya vifusi katika eneo la Gaza kutishia makubaliano ya usitishaji vita. Kitengo cha kijeshi cha Hamas kinachojulikana kama Ezzedine al-Qassam kilikabidhi mabaki ya mateka wawili kama sehemu ya makubaliano ya kusitisha mapigano yaliyosimamiwa na Marekani. Ofisi ya Waziri Mkuu wa Israeli Benjamin Netanyahu imethibitisha kuwa shirika la Msalaba Mwekundu lilipokea mabaki hayo na kuyakabidhi kwa wanajeshi wa nchi hiyo kwa utambulisho. Aidha, Wizara ya Mambo ya Nje ya Marekani imesema kuwa ina ripoti za kuaminika kwamba Hamas inapanga shambulio dhidi ya raia huko Gaza, na ikaonya kwamba itakuwa ukiukwaji wa makubaliano hayo ya amani. Katika taarifa, wizara hiyo imesema ikiwa Hamas itafanya shambulizi hilo, hatua zitachukuliwa kuwalinda watu wa Gaza na kudumisha uadilifu wa makubaliano hayo, bila ya kutoa ufafanuzi zaidi. Kwingineko pia, China imeishutumu idara ya usalama wa kitaifa ya Marekani kwa kutekeleza shambulizi la mtandao kwenye kituo chake cha kitaifa cha kusimamia usahihi wa saa kwa sekta kama vile za mawasiliano. China imesema uharibifu wowote unaohusiana na taasisi kama taasisi za fedha, nishati, usafiri na ulinzi kufuatia utafiti uliofanywa ungeweza kuvuruga mawasiliano ya mtandao, mfumo wa fedha na usambazaji wa nishati. Katika chapisho kwenye mtandao wa WeChat, Wizara ya Usalama wa Nchi imedai kwamba idara hiyo ya Marekani ilitumia udhaifu katika huduma za kutuma ujumbe kupitia kampuni moja ya mawasiliano ya simu kuiba taarifa nyeti kutoka vifaa vya wafanyakazi wa kituo hicho cha China mnamo mwaka 2022. Wizara hiyo pia imesema idara hiyo ya Marekani ilitumia aina 42 za vifaa maalumu vya mashambulizi ya mtandao kulenga mifumo mbalimbali ya taasisi hiyo ya China kupenyeza mfumo muhimu wa kudhibiti nyakati rasmi kati ya mwaka 2023 na mwaka 2024. Endelea kufuatilia Come TV Tanzania kwa matukio zaidi. Mimi ni Witilala wa Come TV Tanzania. Dunia inatukutanisha kupitia simu za mkononi, na Come TV Tanzania ipo kwa ajili ya kukusogezea wewe taarifa na matukio mbalimbali kutoka sehemu tofauti tofauti. Kwa nini ukose hayo yote?